Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunayepata katika Injili ya Luka sura ya 4 aya 14 hadi ya 22. Habari ya Injili ya leo inasema kwamba Yesu alirudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu akaenda Galilaya. Alirudi kutoka wapi? Ukisoma Injili ya Luka mwanzoni kabisa, Yesu alikuwa katika jangwa akijaribiwa na Shetani, na majaribu yalikuwa katika maeneo matatu. Alijaribiwa ageuze mawe yaweze kuwa mkate. Alijaribiwa aweze kujirusha kutoka katika kilele cha hekalu na watu wamdake, na vile Shetani alimshawishi Yesu amsujudie alafu aweze kumpatia mali za dunia hii. Yesu akashinda hayo majaribu. Aliposhinda hayo majaribu, ndipo Roho Mtakatifu anamchukua Yesu, anampeleka Galilaya. Galilaya lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa katika nyanda za juu katika ile nchi ya Israeli. Galilaya ilikuwa imezungukwa na watu wa mataifa ambao watu hawa wa mataifa hawakuwa wameshika neno la Mwenyezi Mungu, hawakuwa wanamjua Mungu. Hivyo basi hata wale watu ambao walikuwa ni Waisraeli wakiwa wamechangamana na hawa watu wa mataifa, ilifanya Galilaya iwafanye wale watu waliokuwa wakiishi katika ile eneo kuwa ni watu waliokuwa wanapenda sana uvumbuzi, walikuwa na akili, wakawa ni watu wanaopenda mabadiliko, ni watu ambao walikuwa wanafurahia fitina. Kiongozi yeyote yule ambaye angeonyesha hali ya uasi alikuwa ndio kivutio kwa watu wa Galilaya. Watu wa Galilaya walikuwa ni wepesi wa hasira, wenye tabia za kugombana. Ndio maana utasikia wale mitume wa Yesu ambao walikuwa ni watoto wa ngurumo walikuwa wana hasira kubwa. Siku moja wakamwambia Yesu, watu hawa wa Samaria wamegoma kukupokea, tuagize moto utoke mbinguni uteketeze kijiji kizima. Walikuwa wametoka eneo la Galilaya, hawa Yohane na Yakobo. Kwa hiyo Yesu anapelekwa na Roho Mtakatifu aanze utume wake katika nchi iliyojaa mambo ya ajabu kama haya. Mara nyingi sana katika safari za maisha, tunapoanza kazi, tunapoanza utume, tunapoanza safari, huwa tunapenda sana tupelekwe katika mazingira ambayo ni mazuri, mazingira ambayo yamejaa neema. Kuna watu wameshaandaa mazingira mazuri, kwa hiyo mimi nifike pale niendelee tu na starehe. Mara nyingi tukipelekwa katika mazingira ambayo ni magumu, yenye vituko kama haya, tunaanza kumlaumu Mwenyezi Mungu. Kwa nini Mwenyezi Mungu umeniruhusu nianze maisha, nianze kazi, nianze utume katika mazingira magumu ya watu kama hawa? Watu ambao waliokuzunguka hawakupatii nguvu ya kusonga mbele katika maisha. Mara nyingi pia tunapoanza mwaka, utajikuta pia umezungukwa na watu wenye mambo ya ajabu, watu ambao wamejaa fitina, watu ambao wenye hasira, watu wenye tabia za ajabu tu. Unaweza ukaingia katika maisha ya ndoa, ulikoenda kuolewa huko unakutana na watu ambao wamejaa fitina. Umeenda kwa watu wenye hasira, watu wenye kila roho za ajabu. Unaanza kumlaumu Mwenyezi Mungu, mbona nilifanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu nipatie mtu ambapo nitaka kwenda huko niweze kupokelewa, lakini nakutana na mazingira ya ajabu. Wewe si wa kwanza. Yesu alianza utume wake akiongozwa na Roho Mtakatifu eneo la Galilaya lililojaa kila aina ya watu wabaya, wachawi, wenye vurugu zote, hasira, mapinduzi, kila aina ya vurugu. Ndiko sehemu ambako alipelekwa anze utume. Eneo lenye changamoto kubwa, eneo lenye vurugu, eneo ambalo limejaa kila aina ya mateso, ndilo litakaloweza kukufanya uweze kesho yako kuweza kuwa mtu mkubwa. Yesu tunamfuata sasa hivi kwa sababu alianza utume katika mazingira magumu kama hayo. Mazingira magumu ambayo unaanza nayo shughuli, mazingira magumu ambayo umeanza nayo huu mwaka, yatakufanya kesho yako
yataifanya kesho yako iweze kuwa kubwa, watafanya jina lako liweze kuwa kubwa. Vumilia, usimwache Roho Mtakatifu katika safari hii. Yesu anatoka Galilaya, anaenda Nazareti, na neno la Mwenyezi Mungu linasema alipofika kule Nazareti, ilikuwa ni siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Nikufundishe jambo moja. Sinagogi lilikuwa ni nini? Sinagogi ilikuwa ni eneo au ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa imejengwa na Wayahudi kwa ajili ya kwenda kulisoma neno la Mwenyezi Mungu na kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Kwa kila kaya 10 za Wayahudi walikuwa na sinagogi moja, tofauti na hekalu. Hekalu lilikuwa ni moja tu ambalo lilikuwa kule Yerusalemu, na hekalu palikuwa ni mahali pa kwenda kutolea dhabihu. Sadaka zote za kuteketezwa, za kuchinjwa zilikuwa zinapelekwa hekaluni kule Yerusalemu, lakini kwenye masinagogi ilikuwa ni mahali pa kutafakari na kufundisha neno la Mwenyezi Mungu. Kila kaya 10 walikuwa na sinagogi moja. Yesu naye akiwa amekulia pale Nazareti, akaenda kwenye sinagogi. Yamkini kwenye ile sinagogi ambapo walikuwa wanafundisha neno la Mwenyezi Mungu, kulikuwa kuna mambo ya ajabu sana ambayo Yesu alikuwa hapendezwe nayo. Hakupendezwa na tabia hile, hakupendezwa na mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kupitia mkuu wa sinagogi na mambo mengine. Lakini neno la Mwenyezi Mungu linasema ilikuwa ni desturi yake kwenda kwenye sinagogi. Tunajifunza mambo ya namna gani? Yesu anatufundisha jambo hili kubwa sana. Yamkini hupendezwe sana na desturi na taratibu zilizopo mahali unaposali. Hupendezwe sana na desturi na mahali ambapo watu wa Mwenyezi Mungu wanakutana kwenye jumuiya ndogo ndogo, desturi za kanisa unalosali. Hupendezwi na tabia za viongozi na baadhi ya watu wengine, kiasi kwamba kimekufanya hadi uendi katika kusanyiko la watu wa Mwenyezi Mungu wanavyomwabudu. Yesu kamwe hakuacha kwenda huko. Ni Mungu, si sawa. Amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, ana upako wote wa kufanya miujiza, ameshinda kila aina ya majaribu. Hakujitenga na watu wa Mwenyezi Mungu ambao walikuwa hawaelewi neno la Mwenyezi Mungu, aliambatana nao. Usijitenge na jumuiya, usijitenge na kanisa, kwa sababu kanisani huendi pale kwa ajili ya watu. Yesu alienda katika sinagogi kwa sababu alikuwa anakutana na neno la Mwenyezi Mungu. Alienda pale kukutana na neno la Mwenyezi Mungu, alienda kukutana na Baba yake. Ndio maana anafika pale, anachukua ile nabii Isaya sura 61 aya ya 1 mpaka 11, kama Roho wa Bwana yu juu yangu. Nenda katika kusanyiko la Mwenyezi Mungu, nenda kanisani ukakutane na Mungu Baba yako kupitia neno lake, akujaze nguvu, akupatie neno la maarifa, kwa sababu neno lake lina nguvu kubwa sana katika kuweza kukujenga katika siku ya leo. Usiache kukutanika na wenzako katika mambo ya kimungu. Kujitenga si tabia njema, kujitenga ni tabia ya watu waliokata tamaa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.